wanaume wenyewe wakasimama kuhakikisha kuwa wanashirikiana kupambana na masuala ya ukatili. Tukikaa wanawake kama wanawake, mwisho wa siku hatueleweki. Lakini tulikuwa tuna wanaume, tukapata wanaume wakayasemea masuala yanayowahusu wanawake, hususan katika masuala mazima ya matunzo, masuala mazima ya ukatili, ndani hata hizo kesi za ukatili zinaweza. Na tunapozungumzia ukatili tunazungumzia katika maeneo mbalimbali. Tunawagusa watu wenye ulemavu, tunawagusa watu wa kawaida, lakini tunawagusa wazee, vijana, hata wasichana na wavulana. Tuna kesi nyingi za vijana na wasichana ambao husababishwa na hawa. Lakini sio wanaume pekee yao, kuna masuala ya ukatili ambao wanafanya na mama wenyewe, watoto wao ama kwa watoto wa kambi ama kwa watoto wa jirani na mambo mengine. Hichi kipindi cha kati tulikuwa tuna kesi nyingi za mama kutupa watoto wao. Ni jumla ukatili. Hiki kipindi cha kati tumepokea kesi nyingi za watoto kuchomwa moto na wazazi wao. Kwa hivyo kila siku matukio yanakuwa mengi. Tufanye nini? Wanaume wenyewe msimame katika kutusaidia. Haya ni mapambano, na mapambano ukatili sio ya wanawake pekee. Ni ya wanawake na wanaume. Kwa hiyo tukishirikiana kwa pamoja, ninafikiria suala la ukatili litakuwa kiasi kikubwa. Tulipokuwa tunaanzisha suala la male champion, tulianza kufikiria nani atakuwa champion mkubwa wa kupinga vitendo hivi. Mheshimiwa Rais wetu wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein alikuwa yeye alisimamia hili, na ndio maana yeye akawa champion wa mwanzo kwa kupambana na vitendo vya ukatili na udhalilishaji. Kwa hiyo tunategemea timu hii tuliyoiunda. Kwa bahati nzuri timu ina mkusanyiko watu mbalimbali. Kuna watu ambao wana elimu zaidi ya dini, ambao hawa kwa namna moja ama nyingine wanatambua kuwa hakuna dini ambayo imeruhusu suala la ukatili. Nimeona profesa watatusaidia sana. Tumeona viongozi wetu wa dini watatusaidia sana. Vipi tunaweza tukaenda nalo, matokeo yake tukawa sote tuko kwenye eneo moja na kupinga vitendo vya ukatili na udhalilishaji. Kwa hiyo wakati Mheshimiwa Rais amekuwa yeye champion wetu wa mwaka ni kinara kwa masuala ya wanaume na mabadiliko katika kupinga vitendo vya ukatili, tunaamini na sisi wengine ambao tumetiwa ndani ya timu hii tutaenda sambamba na kumuunga mkono Mheshimiwa Rais ili sote tuna mtazamo mmoja kwa suala la vitendo vya ukatili, tusiruhusu kwa nyakati mbalimbali. Kuna watoto ambao wanabakwa, wanagawitiwa usiku, wengine wakati wa kwenda chuoni, wakati wa kwenda skuli, wakati anarudi nyumbani. Lakini tuna kesi za majumbani, wanaume kushindwa kutoa huduma kwa wake zao ama watalaka wao ama watoto wao. Kwa hivyo hayo yote yanaingia katika suala zima la ukatili, vitendo vya ukatili kwa wanawake na watoto pamoja na makundi maalum. Lakini tunaweza vipi tukaondosha? Ni lazima tuwe tuna sheria madhubuti, ni lazima tuwe tuna miongozo, ni lazima tuwe tuna kanuni, ni lazima tuwe tuna vitendo mbalimbali ambavyo vyote vitakuwa vinazungumzia suala la njia ya kutokomeza vitendo vya ukatili na udhalilishaji. Kwa hivyo mimi ninadhani tuko pazuri. Kwa hapa tulipofikia, kitini sasa tunacho mkononi. Nini kazi yetu? Kazi yetu kuangalia, je, kiko vizuri au kuna vitu tupunguze au tuboreshe kitu gani? Hiyo ndio kazi yetu. Kwenye hii kampeni ambayo ilikuwa ni ya dunia, takriban watu milioni 40 wameweza kufikiwa kwa mwaka 2025 na walilenga zaidi katika masuala ya kukinga vitendo vya ukatili na udhalilishaji